Hii Mwanzo 27 anasema Isaka akawa ameazimia kutoa baraka kwa mwanae ambaye ni mzaliwa wa kwanza, ambaye ni Esau. Sasa wakati Isaka anaamua kuachilia baraka juu ya mwanae Esau ambaye ni mzaliwa wa kwanza, kumbe mama yake Esau amesikia, na mama yake Esau ni kipenzi chake na Yakobo. Aliposikia akamshawishi Yakobo, akamwambia Yakobo, sikiliza, nimesikia baba yako akisema anataka kuachilia baraka juu ya mzaliwa wa kwanza, lakini sasa kwa sababu umekuwa ni mtoto mwema kwenye upande wangu, sitaki hizo baraka ziende kwa kaka yako, nataka zibadilishwe ziwe chini yako, ziwe juu yako. Sasa fanya hivi, nimesikia akitaka chakula kitamu, wacha kufanya, kwa sababu kaka yako ameenda polini kuja awinde mpaka apate mawindo, itamchukua muda. Cha kufanya, ingia kundini, chukua kondoo, tumchinje, alafu tumtengeneze, tupike chakula kitamu, nitakusaidia upeleke baba yako apate msosi mtamu. Akisha shiba, akifurahi, ataachilia baraka juu yako, na hizo baraka zitakuwa juu yako. Fanya hivyo. Amen. Yakobo alisita kidogo, kwa sababu anajua kaka yake maumbile yake ana ngozi yenye manyoya mengi. Akasema itakuwaje? Akasema hapana, nitakuvalisha ngozi ili uwe na vinyweleo kama vya kaka yako. Basi kwa ufupi ni kwamba wakafanikiwa. Walipofanikiwa, ukiendelea kusoma hiyo Mwanzo 27, Isaka anashtuka, maana ni kipofu. Anapopapasa ngozi ya Yakobo, anasikia kweli ana vinyweleo kama vya Esau, lakini sauti inatoka ya Yakobo, lakini ngozi inasikika ni ngozi ya Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Nataka niongea kitu gani mchana wa leo? Ndivyo wanadamu walivyo wengi siku hizo wanavyoishi. Kuna baraka ambazo Mungu alishaziandaa kwa ajili yako, lakini zile baraka kwa bahati mbaya zimepitiliza, zikaenda kwa upande wa pili. Kuna namna ambavyo shetani anaweza kabadilisha ukaishi maisha ambayo hayakuwa ya kwako. Kuna namna ambavyo shetani amekupishanisha na baraka iliyokuwa upande wako, lakini imegeuzwa ikaenda kwa upande wa mtu wa pili. Ndio maana unaweza ukashangaa maisha yako yamekuwa ni magumu. Kila wakati umekuwa na hali ya maisha yanayojirudia. Yaani kuna wakati unasema mwaka huu ni mwaka wa mwisho wa kuhangaika, mwaka wa kuishi maisha ya kukopakopa, mwaka wa kuishi maisha ya kutumikia watu wengine, mwaka wa magonjwa. Miaka yote wewe ni mtu wa kuugua tu, ni mtu wa kuumwa tu. Kumbe kuna watu badala ya wao kuwa mzima, wao ndio wamekuwa wazima, alafu yale matatizo yote wakayarushia kwako. Kuna watu ambao yani umesoma, ilitakiwa ile kazi uipate wewe, lakini cha ajabu kuna watu wakabadilisha jina lako wakalichukua wao wakakupa jina lao. Yani wewe ni mtu unaitwa Mafanikio, wakalichukua ile jina la Mafanikio, wewe wakakubandika jina la laana. Ndio maana mambo yako yamekuwa ni magumu. Sikia nikwambie, nimeshasoma ya kwamba Mungu akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na katika jamaa yako uende mpaka nchi nitakao kuonyesha ili nikubariki. Sikia nikwambie, Yesu anatamani kukubariki. Yesu anatamani kukubadilisha jina lako. Alibadilisha jina lako ambalo hilo jina umebandikwa na wachawi. Umepewa jina ambalo ni la masikini, jina la magonjwa. Yaani umepewa jina la magonjwa. Ndio maana kila wakati magonjwa kwako hayaishi, kila wakati magonjwa yanapishana. Ni kwa sababu shetani amekubadilishia. Wewe una jina la uzima, lakini shetani amekupa jina la magonjwa. Wewe
jina. Hiyo laana haitaisha. Nimekubadilishiwa jina. Ni kwa sababu matatizo ulionayo yanafuata jina. Hali ulionayo inafuata jina. Una jina la kuachwa. Ndio maana kilu kichumbiwa unaachika, kwa sababu walibandika jina la kuachwa. Una muhuri wa kuachwa. Yesu anatamani akufungue. Yesu anatamani akuondoe, abadilishe hilo jina uliopewa na wachawi, uliopewa na misimu ya kwenu ilikataa usifanikiwe. Yesu anatamani akufanikishe, lakini jina linakataa baraka za Mungu. Jina ulio nalo linakataa kuponywa, maana jina ulio nalo ni jina la misimu. Na Yesu anapotamani kukuponya, misimu inakataa, misimu inadai. Sikieni kwambie, njia pekee ya kuwa salama ni kumpokea Yesu ili aingie ndani yako. Yesu akiingia ndani yako anabadilisha jina. Hilo jina la magonjwa, hilo jina la umalaya, hilo jina la ujambazi, hilo jina la kukataliwa analibadilisha Yesu. Anapolibadilisha Yesu, unaitwa jina la baraka, unaitwa jina la kibali, unaitwa jina jema linaonekana kwenye maisha yako. Sikia nikwambie, unachopaswa kufanya ni kuchukua hatua na kumjia Yesu anayebadilisha majina. Hata Ibrahimu aliitwa Abrahamu, yani asiyezaa, lakini alipompokea Yesu akabadilisha jina akaitwa Ibrahimu, maana yake baba wa mataifa mengi. Sikia nikwambie, yawezekana jina ulilopewa na majini ni jina lokataliwa, jina la tasa, lakini Yesu anapoingia kwenye maisha yako analibadilisha jina. Unaitwa mzazi badala ya tasa, unaitwa mzazi. Shida yako ni kwamba umemkataa Yesu mwenye kutoa uzima, umemkataa Yesu mwenye kubadilisha majina. Umepewa majina mabaya, umepewa majina ya laana, na yamekukaa na yamekushika na yamekufaa. Sikia nikwambie, hiyo hali sio ya kwako, hayo maisha sio ya kwako. Maisha yako anayo Yesu, maisha yako yako kwa Yesu. Mchana leo mpokee Yesu, abadilishe jina, akupe jina jipya, unalo jina jipya, unalo jina la mbarikiwa, unalo jina jipya. Ni Yesu mwenye nalo atakupa jina jipya. Wewe uliyekata tamaa, kila kitu kimekaa vibaya, Yesu ataweka mambo yote kuwa sawa. Yesu atarekebisha mambo yote kuwa sawa. Kwa Yesu mambo yanakuwa sawa. Kwa Yesu mambo yanakuwa sawa. Kwa Yesu mambo yanakuwa shwari. Tunajidanganya tukifikiri duniani ndio kuna shwari. Duniani hakuna ushwari wowote. Duniani ni shari, duniani ni shida. Lakini kwa Yesu anasema tukipita kwenye maji mengi hayatakugarikisha, hatukipita katikati ya moto hautaungua, kwa sababu Yesu akiwa pamoja na wewe. Yesu ni moto, Yesu ni moto, Yesu ni moto. Mpokee leo, mchana wa leo. Ni habari njema ya kwamba kwa Yesu mambo yote yanawezekana. Amen. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mchana wa leo ambao Bwana umeufanya kuwa baraka. Asante kwa neno hili Bwana. Asante kwa msikilizaji ambaye amesikia neno hili, ukampe moyo wa kutengeneza na kutubu na kugeuka ili akazipokee baraka zako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Barikiwe sana. Amen. Mungu abariki sana. Basi mpenzi msikilizaji wetu,